Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku hii ya leo. Na nikisema neno la Mungu hapa kwa muda huu mchache, nitatoa nafasi kwa ajili ya wale watoto walioko hapa. Na haya maombi tunaomba leo na kesho, tunapoomba juu ya nguvu za Mungu na juu ya watu wenye shida mbalimbali na juu ya wagonjwa. Sijaruhusu wagonjwa kuombewa toka nimeanza, lakini kesho itakuwa ni siku maalum wakati tunamaliza, nawezekana na leo pia, vile Roho Mtakatifu atakavyokuwa anatuongoza. Amen, amen. Mnanielewa watu wa Mungu? Kwa nitaruhusu baada ya neno muda wa watoto kuombewa. Na hata kama mtoto wako yuko mbali, tamka jina lake. Amen, amen. Kufunga jambo ni rahisi kuliko kulifungua jambo. Unielewe. Hii kanuni hii, kama ukiwauliza sema tatizo mnakaa wote wa Kristo hapa, angekuwepo hata mchawi hapa angenielewa. Nasema hivi, kwenye ulimwengu wa roho kufunga jambo ni rahisi kuliko kulifungua. Hii ni kwa upande wa ulimwengu wa roho wa Mungu, lakini na upande wa ulimwengu wa roho wa giza pia. Ndio maana nikakwambia nianze na kwa upande wa giza. Kama angekuwepo mchawi hapa, angekueleza ninachosema. Mchawi ni rahisi kumfunga mtu kuliko kufungua alichofunga. Mnanisikia ninachosema? Ni rahisi sana, kwa sababu kufungua alichofunga kuna gharama yake. Ndio maana kuna aina ya watu hapa, tunapoomba wanafunguliwa. Kuna watu wanaingia ukichaa waliosababisha. Sijui mnanielewa ninachosema? Mnanielewa ninachosema? Kuna watu wanafilisika waliosababisha. Kwa sababu ulimwengu wa roho ukifunga kuna gharama ya kufungua. Amen, amen. Kuna gharama yake. Okay, ngoja nikurudishe kwenye maandiko. Mnakumbuka habari za Elia? Elia ambaye alifunga mvua. Mnakumbuka Elia alipofunga mvua muda wa miaka 3.5, si ndio? Si mnakumbuka? Wakati anaomba maombi ya kufunga mvua, ilikuwa rahisi kuifunga. Ilipofika siku ya kuifungua, haikuwa rahisi. Biblia inasema aliomba mara ya kwanza, akaomba, akamtuma mtumishi wake, akasema nenda simame uone. Alipoenda kuona namna hii, akasema hakuna kitu. Akarudi akamwambia, sema hakuna hata dalili yoyote kwenye anga. Akaingia tena kuomba mara ya 3, akamwambia mtumishi wake nenda tena, akasema hakuna kitu. Akarudi mara ya 4, akaomba, nenda tena, akasema hakuna kitu. Akarudi mara ya 5, akarudi mara ya 6, akarudi mara ya 7. Ndipo mtumishi wake anasema ninaona wingu. Mara ya 7. Lakini kufunga, Biblia haisemi alifunga mara 7. Wanaosoma maandiko wataona alisema kwa neno langu. Alitoa tamko la kimamlaka kwa neno langu. Lakini kwenye kufungua ilibidi aombe zaidi ya mara 6, mara ya 7. Ndipo mbingu ikaitikia. Wangapi wamenielewa mpaka hapo? Kwa hiyo usikatie tamaa. Nimejifunza kutokumkatia mtu tamaa. Hata kama unamuona leo haeleweki, omba na uombe tena, kwa sababu Mungu anasikiaga maombi. Hata kama itachukua miaka 5, lakini kwa hakika atauchilia hiyo familia na kuisaidia. Kama mnanielewa sema amina. Kama mnanielewa sema amen. Kwa hiyo tutakuwa na maombi hayo. Lakini pia niombe, kesho tutakuwa tunailisha semina, itakuwa mwisho. Na hatutoi tu sadaka ya kusafirisha injili siku ya kesho, lakini tunatoa sadaka ya kufungua lango. Tunapomaliza mwezi, nimekwambia mwezi wa 12 ni mwezi lango.
Ni mwezi ambao inategemea unamalizaje ili kwenda mwaka mwingine unaokuja. Kwa sisi lazima tujifunze, sijui nisemaje, kuweka mpaka kwenye ulimwengu wa roho, kuinua madhabahu ya Mungu yenye nguvu ya kutusaidia katika kipindi tunachokwenda. Wangapi wananielewa ninachosema? Kwa jiandae pia kwa ajili ya sadaka, na tutatoa kwa njia ya bahasha kesho. Na kwa nini nasema hivi? Vile Roho Mtakatifu anakuongoza, na usifanye mzaha. Kufungua lango kwenye ulimwengu wa roho kunahitaji kujidhatiti moyoni. Sijui mnanielewa ninachosema? Kunahitaji kuwa na uelewa wa kutosha na kujidhatiti. Na siku ya kesho andika maombi. Katika maombi yako, ombi la kwanza yasizidi 7. Ombi la kwanza linatakiwa kuwa la shukrani kwenye karatasi yako. Ukiandika kwenye karatasi, andika na kwenye notebook yako. Ombi la pili linatakiwa liwe linahusu hali yako ya kiroho na hali ya kiroho ya familia. Ombi la pili, unataka nini kwenye hali yako ya kiroho? Usianze mengine kabla ya hali ya kiroho. Alafu ombi la tatu linatakiwa lihusishe mambo ya afya. Hata kama huumwi, hata kama hakuna anayeumwa, unatakiwa ufungue lango la uzima kwa ajili ya afya yako katika mwaka unaouendea. Unanisikia nachosema? Kama na mtu anaumwa au unaumwa wewe, andika aina ya ugonjwa ambao unakusumbua kwako au kwenye familia. Nanielewa vizuri eh? Huzuiliwi kuandika ombi labda la pili, la tatu, masuala ya afya. Huzuiliwi kuandika ABCD, hauzuiwi. Sije ukasema mwalimu alisema moja tu, lakini nakuta yako kama 4. Yale 4 unayaandika kama ombi moja, lakini unayaandika ABCD. Amen, amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ombi la 4 linatakiwa lihusu uchumi wako. Hakikisha linahusu uchumi wako. Na kwenye haya maombi yote unagusa familia, unajigusa wewe binafsi. Lakini ombi la 5 linatakiwa lihusu kanisa unalotokea. Wangapi wanatokea nje ya kanisa la KKT hapa? Wow. Wangapi wanatokea makanisa ya Pentecostal churches? Mungu akubariki. Wangapi wanatokea Roman Catholic? Moja ya kitu nilichokisoma Tunduma, kitu cha mwili wa Kristo ni kigumu sana. Kuanzia wachungaji wenu mpaka waumini, kimekuwa kitu kigumu sana. Kwa sababu kama tangazo lilitokewa na wachungaji waliandikiwa, bila shaka baadhi ya wachungaji wangefika hata kama ni siku moja. Kwa kitu cha mwili wa Kristo kwenu ni kigumu. Na kuna vitu hata muwe vizuri namna gani, pasipo mwili wa Kristo hamwezi kutoboa. Na msijisahau kwamba mnakaa boda. Ni boda kimwili na ni boda kiroho. Mnanisikia nachosema? Mnanisikia nachosema? Kwa hiyo ombi lazima lihusu kanisa lako unakotokea. Weka ombi. Unaombea nini? Lakini ombi la mwisho, ombi la sita linatakiwa lihusu taifa lako unaloishi. Taifa na mji na mkoa. Weka pale ombi. Alafu ombi la mwisho ni lile unalolisikia mwenyewe sasa, uko free kuliweka. Mmenielewa huo mpangilio? Ni la ziada ombi la 7. Kwa usije ukaomba kwa ubinafsi, ukajiombea tu maombi yako yote ukayaandika, ukasahau taifa, ukasahau kanisa mahali unapoabudu. Nikisema kanisa nazungumzia mahali unapoabudu. Wale wenzangu na mimi, wale ambao wana mzigo juu ya mwili wa Kristo, ndio opportunity yako ya kuandika na kuomba juu ya mwili wa Kristo. Amen, amen. Mmenielewa watu wa Mungu? Kama mmenielewa sema amen.
Nyanyua mkono wako wa kulia. Sema, Roho Mtakatifu, niko tayari tena, yaguse maisha yangu katika jina la Yesu. Amen. Kuhuishwa uwezo wa kiakili na kihekima katika nyakati zinazobadilika. Na nimekuwa nikikueleza juu ya vizuizi au vitu vinavyoweza kuharibu, kukuzuia usiwe na uwezo, au vinavyoweza kuharibu. Na kimoja wapo sitakielezea sana. Ni muhimu ukaandika tu pale kwenye vizuizi. Kama unakumbuka, ni muhimu sana kuhakikisha Roho Mtakatifu anakusaidia. Unampa nafasi kwenye moyo wako na kwenye maisha yako, akutenge na asili. Akutenge na asili. Ni muhimu sana, kwa sababu kuna aina ya maisha, umaskini, tabia fulani ni za kiasili, zinatokana na ile asili yako. Na ndio maana kuna mpaka huzuni ya asili. Sasa ukishazungumza asili, asili inatengeneza tabia. Asili inasimamiwa na roho. Kuna maroho yanaitwa maroho ya kiasili. Ndani yake yamefungamanishwa mpaka na maroho ya mizimu. Ndio maana mizimu inafuata asili, inafuata damu. Na ndio maana kuna damu inaitwa damu ya familia. Kwa hiyo kuna aina ya maroho ya mizimu yanafuata damu. Na asili, watu wa Mungu, maroho ya asili yamefukia vipawa vya watu wengi. Yamewazuia watu wengi kukaa kwenye nafasi zao katika ulimwengu wa roho. Yamezimisha mpaka moto wa maombi kwenye maisha ya watu wengi. Yamezimisha moto wa kumpenda Mungu, moto wa kiibada. Yale maroho ya asili. Na yuko mmoja ambaye ana uwezo wa kuyashughulikia, ni Roho Mtakatifu. Na unisikilize watu wa Mungu, nisikilize. Ukisoma kwenye maandiko, kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza, ile sura ya pili. Wakorinto wa kwanza sura ya pili. Umeiona sura ya pili? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wakorinto wa kwanza ile sura ya pili. Angalia ule mstari wa 14. Unasema, basi mwanadamu wa tabia ya asili. Sema, mwanadamu wa tabia ya asili. Mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Yani ile tabia ya asili ina ufahamu wa asili, ina akili ya asili, na ina misukumo na mitazamo ya kiasili. Ndio maana usikokutana na mtu anakuambia, mimi huwa siwezaji. Angalia hiki Kiswahili, mimi huwa siwezi jamani. Yani wenzetu wanawezaje? Mimi huwa anafikiri ni yeye. Kumbe kuna manguvu ya kiasili yanamwambia, nyinyi maisha yenu ni haya. Kuna aina ya uoga, kuna aina ya hofu, kuna aina ya huzuni, kuna aina ya hasira inatokana na asili. Na mifano iko mingi sana kwenye Biblia. Ndio maana kati ya vitu ambavyo viliyatesa makanisa ambayo Paulo aliyafungua ni hizi tabia za kiasili. Kuna watu walikuwa wakiokoka, wakiingia kanisani wanakuja na matabia yao. Alafu
Ukiangalia kama kanisa la Wakorinto, mpaka viongozi wa kanisa walikuwa hawana ujasiri wa kukemea, kwa sababu kanisa la Wakorinto walikuwa wanapenda sana karama za rohoni. Kwa kweli kwa karama walikuwa hawajambo, lakini tabia zao mbovu, kwa sababu ya asili wameingia na vitu umo, wameingia navyo. Unakumbuka kanisa moja aliingia Paulo, alafu alipowafundisha neno la Mungu, watu wakakusanya mpaka vitabu vya kichawi. Fikiria, wameingia kanisani na vitabu vya kichawi. Mimi nazunguka mikoa mingine, kuna mahali fulani, kuna mkoa tulienda, kila mtoto nayemuona ana power bank. Unafahamu power bank? Amefunga hapa kitambaa cheusi. Hilizi vitu vya kiasili. Yaani mtu yuko kanisani akipata changamoto anasikia kwenda kwa mganga wa kienyeji, anafikiri ni yeye. Kumbe asili na msukuma. Na tunawashirikina wengi sana siku hizi. Mambo yakiwa magumu anakuambia tafuta mtaalamu. Asili. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Umenielewa mtu wa Mungu? Mwanadamu mwenye tabia ya asili hawezi kuyapokea mambo ya Roho wa Mungu. Na sio tu kuyapokea, anasema wala hawezi kuyafahamu. Kwa nini? Kwa sababu yatambulikana kwa jinsi ya Roho. Kwa inakuwa ngumu ukiwa na vitu vya kiasili ndani, you are struggling. Sema unakuwa una struggle. Kustruggle si unaelewa? Yani hata kitu ambacho hukutakiwa kupambana unapambana sana. Yani unajikamua mpaka unasema we. Yani nakwambia ili upate kukemea pepo litoke lazima upambane. Yani unapambana, yani unatumia vitu vya Mungu kwa kutumia nguvu zako. Mwae kuona saa nyingine unaenda kuombewa mahali una shida, unarudi umevimba masikio. Najifanya mjawahi kuombewa. Unarudi shingo inauma. Ndio maana unakuta Wakristo saa hizi ni wajanja, anakuambia sio kwamba sina shida, nina shida, ila nikipita kuombewa Lakini sio ninyi huku, nazungumza huko mbali. Mtu anarudi anakuambia huu mkono wahudumu walipokuwa ananiombea mwingine kakanyaga. Unajua kwa nini? Kwa sababu tunapambana sana, sio nguvu ya Mungu ifanye kazi. Unapambana, yani unatumia tunasema nini? Nguvu ya mwilini. Na saa nyingine akili mpaka imeharibika, tunafikiri mtu ili afunguliwe mpaka anguke chini. Unaweza kukuta mtumishi anatamani apige mpaka na mtama mtu aende chini. Ndio maana unakuta wahudumu saa nyingine mimi nawaambiaga wawashikilie watu wasiende, kwa sababu fikra za kuamini kwamba kila anayetakiwa kufunguliwa anguke chini ni uongo. Unaweza anguka chini na ukainuka hujafunguliwa, kwa sababu anayefungua ni Roho Mtakatifu kupitia nguvu zake. Ndio maana wengine wanafunguliwa hata wakiwa wamelala machumbani kwao, kwa sababu Mungu hana mipaka. Haleluya. Kuna kuta mtu anaamini mtu ili afunguliwe mpaka adondoke chini, anguke chini. Sio kweli. Ndio maana nyingine kuna watu wanawaambia, nikiona tu huyu mtu unawaambia huyu mwekeni na kiti akae, asidondoke chini. Sababu unaweza kudondoka. Wengi nimeona wamedondoka chini na wakainuka hawajafunguliwa. Roho Mtakatifu anaweza kukufungua ukiwa umekaa kwenye kiti hivyo hivyo, umekaa tu umetulia. Kiu yako ni nini? Imani yako kwa Mungu. Ukiwa umekaa unasikiliza neno, Roho Mtakatifu anaweza kukufungua hapo.
anaweza kuondoa hicho kilichokaa kwenye maisha yako. Sio lazima udondoke chini. Na kuna aina ya mapepo sio lazima yapige kelele. Mengine yanaondoka, mtu anaomba, anasikia tu anahema, yanatoka. Mengine yanaachia yenyewe. Sasa inaweza katokea mwingine akadondoka chini, sio kwa sababu ana pepo. Nguvu za Mungu zinashughulika naye juu ya badiliko fulani ndani yake, na kaenda paka chini. Hii inatokea hata mtumishi, unaweza kuwa peke yako unaomba na ukajikuta huko chini peke yako chumbani. Sio kwa sababu na pepo. Nguvu za Mungu zinaweza kuzidi ndani yako na ukashindwa kustahimili kusimama. Sijajua mjifunza wapi kwamba ili nionekane nimefunguliwa. Sasa unakuta na mwingine, tulienda mkoa mmoja, mwingine inabidi ajiangushe. Mbona ameona amesimama muda mrefu anaombewa anguki, inabidi ajiangushe mwenyewe chini. Ni nani yule alitaka kuchukua fimbo? Katibu wangu kanda ya Ziwa, ni nani alitaka kuchukua fimbo? Sijui ni fimbo. Huyu anajiangusha angusha huyu mtoto. Bwana asifiwe. Unanielewa watu wa Mungu? Nataka nikueleze mambo ya kiasili anayeyafungua ni nani? Roho Mtakatifu. Kwa hiyo zuio mojawapo linaloweza kukuzuia, kumbuka Roho Mtakatifu ndiye anaweza kukujaza hekima, kwa sababu ana roho ya hekima. Kama huwezi kuyapokea mambo ya Roho Mtakatifu, maana yake zuio mojawapo ni mambo ya kiasili, na anayeweza kuondoa hilo jambo la kiasili ni huyo Roho Mtakatifu. Ni huyo. Unaweza ukawa mpaka mtumishi wa Mungu, lakini kuna asili fulani na kusumbua. Unaweza ukawa muombaji, lakini kuna vitu fulani vinakusumbua vya kiasili. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unisikilize mtu wa Mungu, na saa nyingine adui akitaka kukuzofisha zaidi, anatumia mlango wa kiasili. Mlango wa kiasili. Na ukiona pia Mungu anaongea kupitia asili, kupitia asili, ujue hali imekuwa mbaya sana, kwa sababu Mungu anaweza kuongea kupitia asili. Ukisikia anaongea kupitia asili, maana yake anaongea kupitia uumbaji wake. Anazungumza. Unakumbuka wakati anaongea na Yona kuelewa lugha, ilibidi Mungu paka mtumie samaki, alafu Yona akaenda kuelewa lugha akiwa ndani ya tumbo ya samaki. Akaomba akiwa ndani ya tumbo la samaki, kukubaliana na kile Mungu alimwambia. Mungu amekueleza kila lugha umeshindwa kuelewa, anaamua kutumia asili yake. Unakumbuka wakati Mungu alitumia punda aweze kuongea, kwa sababu Balaamu haelewi. Mungu anazungumza naye haelewi, ilibidi mpaka punda ndiye akaongea, punda akafungua kinywa, wengine hawajaelewa. Unakumbuka wakati Yesu anaongea na Petro hakuelewa kabisa, utanikana mbishi, ikabidi mpaka Mungu aongee kupitia jogoo. Jogoo alipowika ndio Petro akakumbuka alichokuwa anasema Bwana. Kiona Mungu anakuja kuongea mpaka kupitia asili, uumbaji wake, maana yake ameongea na wewe, imeshindikana, na ujue mko mahali pabaya ambapo panahitaji toba. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo asili inaweza kukuzuia. Sina muda wa kukueleza mambo mengi sana, lakini asili imeshaharibu uwezo wa wengi, imeshaharibu heshima za watu wengi sana. Na asili huwa inasubiri unapotaka kupiga hatua kufika mahali fulani, unaanza kurudi nyuma. Kuna tabia fulani inaonekana. Kwa mfano, watu wengi unasikia anakuambia, Mungu mwalimu, mimi nataka upako, Mungu anijaze maupako. Unajua upako unachofanyaga? Nguvu ya Mungu ikija kwako ina inspire mpaka tabia ambayo tulikuwa tuioni tunaanza kuiona. Tutaona kiburi ambacho tulikuwa tukikiona.
tutaona tabia. Unajua upako ukija kwako, kama una roho ya umalaya, upako utavuta wanawake mpaka utashangaa, au wanaume. Sije mnanielewa ninachosema? Ndio maana kuna vitu sitake tu, lazima shughulika na asili. Asili. Ndio nasikia tu mtumishi anaenda kuhudumu mahali, analala na wanawake, anasini na mabinti. Yani upako ulipoingia umetibua mpaka vile vitabia sasa vimechachamaa. Upako. Ndio maana unaona watu ni rahisi kwenda ngazi fulani Mungu kukupeleka, lakini kukaa kwenye ile ngazi sio rahisi. Kukaa kwenye ile ngazi kunahitaji tabia. Ni rahisi Mungu kukuinua akutumie, lakini kukaa kwenye hiyo nafasi kunahitaji tabia. Kuna aina ya watu hawatakufuata kwa sababu unalo neno, unao upako. Kuna watu wanashawishika na tabia. Niseme ya mambo, tuingie kwenye kuomba sasa. Bwana asifiwe. Umeelewa kwa habari ya asili? Umeelewa mtu wa Mungu? Ningekuonyesha mifano mingi, muda hautoshi, lakini natamani uelewe tu kwa namna hiyo. Ngoja nizungumze hili sasa. Mwalimu, mimi nahitaji Roho Mtakatifu anihuishe. Anihuishe, ashughulike na hiyo asili, ashughulike na vitu vyote vilivyoua, vinavyokwamisha nini? Uwezo wangu wa ndani. Nifanyeje? Mwalimu, nifanyeje? Ndio swali lake. Nifanyeje sasa? Nini kinatakiwa kufanyika? Bwana asifiwe. Anasema nini kinatakiwa kufanyika? Sasa nataka uone jambo la kwanza ambalo unatakiwa kuwa nalo ili Roho Mtakatifu aweze kuuisha. Nimekuambia cha kwanza cha kujua ni kwamba Roho Mtakatifu ndiye anayefanya nini? Bwana asifiwe. Nimesema Roho Mtakatifu ndiye anayefanya nini? Anayehuisha. Sasa nifanyeje? Jambo la kwanza, mwambie jirani yako kuwa na kiu. Jambo la kwanza, unakuwa na shauku. Sawa? Shauku. Kama wewe ni mtoto wa Mungu, unakuwa na shauku. Jambo la kwanza. Na ndio kanuni ya Roho Mtakatifu, na ndio kanuni ya Yesu. Yoyote mwenye kiu na aje, nami nitampa maji ya uzima bure. Kiu, njaa. Sasa kuna wakati unaweza kusema natamani niwe na kiu, lakini huna. Unaanza kumwomba Roho Mtakatifu, niumbie kiu ndani yangu itakao nifanya nisilizike mpaka nimepata kile unachotaka nikipate kwako. Roho Mtakatifu anaweza kuumba hicho kitu ndani ya moyo wako, anaweza. Na akikuumbia kiu yake, ndio unasikia mtu saa nyingine ameamka usiku, amepiga magoti peke yake, anasoma Biblia mpaka machozi yanamwagika kwenye Biblia, kwa sababu kuna njaa, kuna kiu. Na mtu mwenye kiu utamuona hata akiwa anaomba, kwa sababu kiu inaweka msukumo wa kuhitaji kitu. Hautaacha kukihitaji mpaka umekipata. Na utaona Mungu aliwahi kuzungumza kutoka kwa nabii Isaya. Angalia, fungua kitabu cha Isaya. Nianze kwa nabii Isaya. Jambo la kwanza ni kiu. Usianze kusema naamini tu. Hata ukiamini kama una kiu. Kwa sababu kuna watu unaona kabisa wanamwamini Mungu, lakini hawana njaa ya vitu vya Mungu. Huna njaa na upako, huna njaa ya neno, huna njaa na kiu, huna njaa na kiu ya kuhitaji maarifa na hekima. Haviwezi kuwa ndani yako mpaka uwe na kiu. Angalia Isaya 55. Umeiona Isaya 55? Watu wa Mungu, umeiona Isaya 55?
Kama umeiona sema amen. Sasa andika Isaya 55. Isaya 55 ule mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza mpaka wa 3. Andika mstari wa kwanza mpaka wa 3. Alafu unaweza ukaandika kile kitabu cha Yohana. Andika Yohana 7:37. Andika Yohana 7:37. Na nitakuonyesha na kingine. Nianze na Isaya. Anasema, haya kila aonaye kiu, njooni majini, naye asiye na fedha, njooni nunueni mle. Naam, njooni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Kila aonaye kiu, njooni majini, naye asiye na fedha, njooni nunueni mle. Naam, njooni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Mstari wa 2. Kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula, na mapito yenu kwa kitu kisichoshibisha, nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Usisahau hilo neno, nisikilizeni kwa bidii, sio kwa ulegevu, kwa bidii, mle kilicho chema na kujifurahisha nafsi zenu. Angalia mstari wa 3. Tegeni masikio yenu, usisahau hapo, tegeni masikio yenu na kunijia. Kunijia, sikieni na nafsi zenu zitaishi, nami nitafanya nanyi agano la milele na rehema za Daudi zilizo imara. Nataka uyasikie hayo maneno vizuri. Anasema, haya kila aonaye kiu, njooni majini. Kila aonaye kiu, maana yake asiyeona kiu hana muda wa kutafuta maji. Njooni majini. Kila aonaye kiu, njooni majini. Na anasema, na asiye na fedha, njooni nunueni mle. Kwa hiyo moja ya kitu Roho Mtakatifu anakihitaji kukiona ndani ya moyo wako unapomwendea ni kiu, njaa, ni kiu. Nimewahi kuuliza swali mahali pengine watu, unafikiri kwa nini leo akitoka mtu ambaye hajawahi kuja kanisani hapa, akatoka huko mbali, ametoka labda huko guest house, alafu ametoka kule anakuja hapa, ni kahaba, hajawahi kuja kanisani, akafika hapa, kwanza ataogopa hata kukaa viti vya mbele, cha kwanza. Cha pili, anapoingia pale ataingia kwa nidhamu kubwa, akijua hapa ni Mungu yupo. Alafu akikaa kwenye kiti atakuwa na kiu, kwa sababu hawezi kuja kanisani, kuna kitu kimemleta, kwamba sina msaada mwingine, ngoja niende kwa Mungu, anaweza kunisaidia kuniponya, nina kiu ya kuponywa. Unajua mtu kahaba kama huyo wala hutumii nguvu nyingi kuomba, anaweza akawa amekaa kule kule nyuma na akapokea uponyaji. Lakini kuna mtu yuko kanisani miaka 30 anapata shida ile ile na asipokee, kwa sababu yeye amemzoea Mungu. Kwa akifika hata akikaa hana kiu yoyote, yani ni kama vile ana kila kitu, hahitaji jambo kwa Mungu. Lakini kuna mtu akikaa, unaweza kuwa unafundisha, machozi yanamtoka, kuna njaa, kuna kiu anayo moyoni, anahitaji Mungu amtembelee, Mungu aseme naye ili apate kuishi. Ndio maana unisikilize, ujazo wa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anavyofanya kazi, unisikilize. Wengine ukiwa unahubiri hivi, anasema nasubiri mwalimu afike kwenye maombi atuongoze maombi, hawajajua Roho Mtakatifu anavyofanya kazi. Kasome Biblia. Kuna wakati Petro alikuwa anafundisha neno la Mungu namna hii, wamekaa wanamsikiliza, wote waliokuwa wanamsikiliza wakajazwa nini? Kwa nini? Kwa sababu walikuwa na kiu, mpaka Mungu akasema, kiu mlionayo tumeni watu wakamchukue Petro wa Yafa. Alikuwa na kiu Kornelio, kila siku anafanya ibada saa 9, anaomba na kutoa sadaka nyingi, mbingu zikamkumbuka,
akakusanya familia na majirani nyumbani, alafu akawaita. Na unajua kwa nini familia ilimuelewa? Kwa sababu na yenyewe ilikuwa na kiu ya kumuona huyo Mungu kwenye maisha yao. Petro amekuja, hakuhitaji hata kuongoza maombi, akawa anafundisha, anawaeleza habari za neno la Mungu. Wote waliokuwa wanasikiliza, wote, maana yake ile kiu ikawafanya wawe na usikivu. Wakati wanasikiliza, wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Ndio maana kuna mtu anaweza akawa anasikiliza, ghafla wakati anasikiliza moyo wake unaponywa. Kwa nini? Kwa sababu amekuja akiwa na kiu ya kuona Mungu anamhudumia. Na mimi nakuombea hiyo neema katika jina la Yesu, kwamba unapokuja mbele zake uwe na kiu. Kama unanielewa sema amina. Kama unanielewa sema amina. Kujihesabia haki kutakuchelewesha. 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 Jamani, mimi nikipataga nafasi nikaenda kwenye semina au kongamano, kwanza ukiniongelesha ni kama unanivuruga. Kwa sababu huwa na kadi najisahau. Unaweza kukaa hivi, unasema mwalimu unatafuta nini? Mungu kama amenipa neema nije nisikilize, kuna kitu nikitoka hapa sitakuwa yule. Kwa hiyo unakaa unatulia namna hii, kwa sababu nimejifunza hii siri. Wakati wowote unapokuwa na utulivu mbele za Bwana, alafu unakuwa na kiu ya kutarajia jambo jipya, Mungu hajawahi kunyamaza. Unaona Mungu akikugusa maisha, na akigusa fikra zako, akigusa mpaka mwili wako, jambo jipya linachipuka. Ndio maana hapa anasema angalia mstari wa 3, anasema kwanza mstari huo wa pili B, anasema nisikilizeni kwa bidii mle kilicho chema. Nisikilizeni kwa bidii mle kilicho chema. Huwezi kumsikiliza Mungu kwa bidii kama una kiu. Mtu mwenye kiu anaweza, hata ungemwambia semina tunaanza saa 9 usiku, anaweza akaamka saa 8:30 akaja saa 9 usiku kwenye semina. Kinachomwamsha mtu aje saa 9 usiku ni kiu alionayo. Unaweza kumwambia leo tunamkesha, anaweza akaja akakaa japo mwili wake umechoka. Kinachomfanya akae asikilize ni kiu alionayo. Anakuwa na bidii ya kusikiliza ili aweze kula kilicho chema. Kwa lugha nyingine, kilicho chema huwa akiingii kwa wavivu wa kusikiliza. Hakiingii. Kisha kuwa mvivu hakiingii. Umezoea tu kuja kanisani, unafurahia tu kwamba labda nikihubiri au nikiomba watu wanabarikiwa, lakini maisha yako yamepauka kabisa. Uwepo wa Mungu hakuna. Kwa sababu jamani, mtu aliyefanikiwa kiroho ni yule aliyefanikiwa kuona kila siku itwapo leo uwepo wa Mungu unaongezeka kwenye maisha yake. Uwepo wa Mungu ndio kitu cha thamani kuliko chochote duniani. Ndio urithi ambao ni urithi ulio bora, ambao huwezi kupata kokote. Uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Kwa sababu Mungu akiwa halisi kwenye maisha yako, Mungu akijaa kwenye maisha yako, Mungu akikaa kwenye maisha yako. Sikiliza mtu wa Mungu, kuna maisha ya mbinguni utayaona ukiwa duniani. Kuna utukufu utakufunika ukiwa duniani. Kuna vitu vitakuwa mbali na wewe, kwa sababu Mungu uliye naye ni mkuu kuliko miungu, ni mkuu kuliko mungu wa dunia hii, ni mkuu kuliko mashetani. Kwa hiyo utakuwa na ujasiri hata mahali wengine hawana ujasiri. Utakuwa na amani hata mahali ambapo wengine hawana amani. Kwa nini? Kwa sababu uwepo wa Bwana umefunika maisha yako.
Sasa uwepo wa Bwana ukai kwa mtu tu aliyezoelea. Saizi nakwambia toa sadaka, mtu anawaza kesho taweka 5,000 kwenye bahasha. Uwepo wa Bwana ukagi na watu hao. Sikiliza, uwepo wa Bwana unakaa na watu ambao ni kama wanazishtua mbingu, wanazishtua mbingu, wanafanya mambo ambayo mbinguni wakiona wanasema amewaseje huyu mama, amewaseje huyu kijana, amewezaje kuwa tayari kujitoa kwenye madhabahu namna hii, kujiweka chini ya uwepo namna hii. Huyu ni binti, huyu ni kijana, huyu ni baba. Mbingu zinasema tuwe na jambo la kufanya kwenye maisha yake. Sasa unasema namtaka Mungu, afu unakuja unaona mtu mwingine akikaa mpaka unasema hivi kweli Mungu huyu kweli hivi amekaa kwenye kiu? Unaona amekaa hivi, kakaa mwingine kaeka hivi, ndio yuko ibadani, ndio amekaa hivi wanasikiliza semina. Wengine wanataka kaka kaeka hivi, afu namuuliza huyu anataka naye roho amjaze. Angalia watu walio na kiu. Yaani unaona amekaa ni kama vile kuna kitu kinachemka ndani, ni kama kuna kitu kinachemka ndani. Yaani amekaa nafuatilia. Ukimtazama namna hii unaona ni kama anatamani huyo Mungu, huyo anatamani asame ndani ya huyo Mungu. Amekaa kwa namna ni kama ndege inatamani kupaa. Sasa mtu amekaa, unajiuliza huyu naye anataka ajazwe nini? Haiko hivyo. Sikilizeni kwa bidii. Alafu anasema sikieni nafsi zenu zipate kuishi. Kwa nini zitaishi? Kwa sababu ukisikia ndani ya neno lake yuko roho ambaye ataingia kwenye nafsi yako ipate kuishi. Mandarabasha. Unatakiwa kuwa na kiu. Nimekwambia juu ya maombi ya kesho. Mtu mwenye kiu asubiri kesho ifike. Anaanza kuombea leo kwamba hayo malango ndio yakoche. Usiku wa leo kwake ni usiku wa mahangaiko. Halali kama wengine. Akifika kwenye kitanda anatafakari, he Bwana, kama umetembea na mimi mwaka huu, kila nilikokanyaga nimeona giza. Ni kwa namna gani nitaingia mwaka ujao? Ni mlango gani unatakiwa kufunguka? Andiki tu maombi, lakini moyo wake una mahangaiko kwa sababu una kiu ya kitu fulani kwenye maisha yake. Kama unanielewa sema amina. Sikieni na nafsi zenu zitaishi. Sikieni na nafsi zenu zitaishi. Sikieni watu wa Mungu, na nafsi zenu zitaishi katikati ya nyakati zinazobadilika. Sikieni hekima ya Mungu, na nafsi zenu zitaishi katikati ya nyakati ngumu za mateso, katikati ya siku za mwisho, katikati ya uovu wa ulimwengu mzima. Dunia inabadilika, nguvu za giza zimetapakaa kila mahali, mifumo ya mashetani imeachama namna hii. Lakini sikieni na nafsi zenu zitaishi. Mungu anachotaka usikie. Baada ya kuwa na kiu, kiu ikupeleke kwenye kusikia. Nafsi yako itaishi, nafsi za watoto wako zitaishi, nafsi za familia zitaishi. Kwa sababu mama mmoja tu aliamua kusikia, baba mmoja tu aliamua kusikia, kijana mmoja tu aliamua kusikia, mtumishi mmoja tu aliamua kusikia. Kanisa litaishi, watu wa Mungu wataishi, watoto wataishi, familia itaishi, uchumi utaishi, kwa sababu mtu mmoja tu ameamua kusikia. Sikieni nanyi mtaishi. Na mimi nakuombea uishi katika jina la Yesu. Nasema uishi. Nasema tena nakuombea uishi katika jina la Yesu aliye hai. Sikia nayo ukaishi. Hata kama yalipangwa mabaya kwamba umalize mwaka huu ukiwa na misiba iliyokuzidi, lakini iwe surprise kwenye ulimwengu wa roho kwamba umemsikia Bwana na wewe umepata kuishi.
utamaliza mwaka huu ukiwa unalia. Utamaliza mwaka huu katikati ya nyakati ngumu na majonzi. Utaingia mwaka ujao ukiwa na ushindi mkubwa, kwamba nafsi yangu imeinuka na Bwana amenitembelea kwa upya. Ndio maana nakuombea kwa jina la Yesu kwamba na wewe usikie ili upate kuishi. Haleluya. 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 Nasema 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 haleluya. Acha kuzimu isikie, nasema haleluya. Acha mbingu zisikie, nasema haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kila aliye hai aseme amen. Utaishi. Nasema utaishi. Nasema utaishi. Nasema utaishi. Nasema utaishi wewe. Nasema utaishi wewe. Nasema utaishi. Manda raba sanda rabako. Nasema utaishi. Lazima uishi. Lazima uishi. Lazima uishi. Lazima uishi. Msikie Bwana. Nasema lazima uishi. Nasema lazima uishi. Nasema lazima uishi. Hata kama wametamka mauti, hata kama wameinua madhabahu za giza, hata kama kuzimu kumewaka moto, nasema lazima uishi wewe. Wewe lazima uishi, na sio wewe tu, na familia yako. Kama unaelewa sema amina, amina, amina. Kama unaelewa sema amen. Lazima uishi. Nasema tena lazima uishi. Mungu akubariki. Nasema lazima ufanye nini? Nasema lazima uishi. Lazima uishi. Siko hapa kukuhamasisha, sijuagi kuhamasisha. Naongea neno la Bwana. Nasema lazima uishi. Nasema lazima uishi. Nasema lazima uishi wewe. Nasema lazima uishi. Lazima uishi. Hata kama walifikiri wameshinda kwa kukuzuia kwenye ulimwengu wa roho na kuzuia uwezo wako, lakini Bwana anarejesha, anarejesha, anarejesha. Lazima uishi kwa jina la Yesu. Lazima uishi. Lazima uishi. Lazima uone wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Hakuna kufa. Usife kabla hujamuona Bwana. Usife kabla hujamuona Bwana. Usife kabla ndoto hazijatimia. Usife kabla hujaona watoto wako wakiokoka. Usife kabla hujaona watoto wako wakistawi. Nasema hautakufa mpaka uone wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Kama unanielewa sema amina. Usife. Hautakufa wewe. Lisikie neno la Bwana, hautakufa. Maadamu Mungu amekupa neema hii kwenye semina, nasema hautakufa. Hauwezi kufa. Hauwezi kufa. Kama Mungu amekuacha umefika Disemba, hata kama walipanga ajali, haitakuua tena. Hiyo ajali haitafanikiwa. Sikia neno la Bwana, sikia neno la Bwana. Watoto wako hata kama wako Tunduma kule waliko, hawatakufa tena. Hawatakufa. Lazima waishi. Lazima waishi mbele za Mungu aliye hai. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Lazima uishi. Hata kama mambo ni mazito, lazima uishi wewe. Lazima uinuke. Lazima uinuke. Kama mifupa iliweza kusikia neno la Bwana, wewe bado haujawa mfupa. Lazima uinuke mahali ulipo. Kama iko nguvu ilimtoa Lazaro kablini akafufuka, yule aliyekuwa amekufa siku 4, wewe bado unapumua. Lazima uwe hai. Lazima uwe hai. Kwa sababu Yesu yuko hai, na wewe lazima uwe hai.
Kama unanielewa sema amina. Na ndio maana tunalifungua lango jipya. Lazima kuta zibomoke. Lazima taifa litoke ndani ya taifa. Mungu alilitoa taifa la Israeli ndani ya taifa. Lazima litoke ndani ya taifa. Kuna mtu atatoka ndani ya mtu. Kuna mtu atatoka ndani ya mtu. Yule mtu aliyemjua zamani na watakao muona mwaka ujao ni watu wawili tofauti, kwa sababu taifa linatoka ndani ya taifa. Kama unanielewa sema amen. Taifa la Israeli Mungu alilitoa ndani ya taifa. Mungu anawatoaga watu ndani ya watu. Mungu anatoaga makabila ndani ya makabila. Mungu akutoe mtu ndani ya mtu, atokeze mtu yule ambaye Mungu alimkusudia, yule ambaye kuzimu itamwogopa, yule ambaye wachawi hawatamgusa tena, yule ambaye wachawi watakimbia mbio, yule ambaye visukari, HIV, kansa havitakuwa sehemu yake tena. Huyo mtu atokeze ndani ya mtu, na huyo mtu ni wewe. Nasema huyo mtu ni wewe. Lazima utokeze, ndio maana lazima uwe hai. Kama umenielewa sema amen. Huyu mwanamke alisikia na akaishi. Wafalme wa pili, ili usimame uombe. Wafalme wa pili ile sura ya 4 mstari kuanzia wa kwanza. Huyu mwanamke alisikia na akaishi. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, naye aliyemwia amekuja ili ajitwalie. Aliyemwia maana yake aliyemkopesha amekuja ili ajitwalie wana wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta tu. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango, wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo anasema ukavimiminie mafuta vile vyombo vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamwacha akajifungia mlango yeye na wanae. Hao wakamletea vile vyombo na yeye akamimina. Ikawa alipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanae, niletee tena chombo. Akamwambia. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, nenda ukayauze mafuta haya ulilipe deni yako. Unagundua alikopeshwa. Alafu anasema, nayo yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Unaelewa? Mume wake amekufa, ameacha deni. Lilikuwa lilipiki. Mume wake akiwa hai alishindwa kulipa. Mama amebaki mjane, naye ameshindwa kulipa. Yule anayewadai amekuja akasema, nataka watoto wawili ndio watakuwa bei ya hiyo deni. Achukue watoto wa mjane waliobaki, ndio tumaini pekee la mwanamke huyu. Mwanamke alipotafakari akagundua ili deni sio la kawaida. Mume wangu alikuwa mcha Mungu akashindwa kulipa. Mimi ninamcha Mungu nimeshindwa kulipa. Mke wa mtumishi ameshindwa kulipa. Hili deni sio la kawaida. Niende wapi sasa? Akaenda madhabahuni. Anaenda kwa nabii Elisha. Anamueleza wazi, mume wangu alikuwa mcha Mungu mtumishi, lakini alibanwa na roho ya madeni, akashindwa kulipa. Amekufa na mimi nimeshindwa kulipa. Nimepambana, nimefika pa mwisho. Nafanyeje sasa? Alimwambia kitu kimoja tu, una nini nyumbani? Akasema, sina kitu. Nina chupa ya mafuta tu ndogo. Akasema, hiyo. Akampa maelekezo. Aliposikia, sema aliposikia. Aliposikia deni lililotengenezwa ambalo mume nabii alishindwa kulipa, mwanamke ameshindwa kulipa, madhabahu ya Mungu ilimsaidia. Kuna madeni yanahitaji muujiza kwenye maisha yako ili uweze kuvuka. Sio rahisi kama unavyofikiri, kwa sababu nyuma yamebeba nguvu ya kuangamiza. Ukiniuliza, kwa sababu huyu inaonekana mwanafunzi wa Elisha kwanza alikuwa mdogo, kilichomuua kabisa inawezekana pia ni lile deni. Inawezekana. Biblia haijasema, lakini inawezekana. Kwa sababu haisemi hata aliumwa ila alikufa. Haisemi hata aliumwa ila alikufa. Haisemi hata aliuawa ila alikufa.
maandiko yanasema tu akafa. Hayajatoa taarifa aliumwa, hapana. Aliuawa, hapana, lakini alikufa. Haisemi akazeeka, lakini alikufa. Aliuawa, hapana. Aliumwa, hapana, lakini alikufa. Sifa yake mcha Bwana, nabii wa Bwana, mtumishi wa Mungu, amekufa. Hajaumwa, hajauawa, amekufa. Ameacha mke, ameacha watoto wawili. Mke anapambana, deni halilipiki. Anayedai amekuja, anachukua watoto. Mwanamke ufahamu ukamjia, ukasema mara hii watoto wangu hawawezi kwenda. Nimeshindwa kulipa deni, sawa, lakini familia yangu haiwezi kwenda. Familia yangu haiwezi kuharibika kwa sababu ya madeni nilionayo. Familia yangu haiwezi kuharibika kwa sababu ya madeni ya nilionayo. Mume wangu alikuwa na Mungu, na mimi ninaye Mungu. Naenda kwa huyo Mungu aniongoze cha kufanya. Akaenda kwenye madhabahu, akakutana na nabii Elisha. Anamwambia, nifanyeje Bwana? Kuna mtu anatudai. Mume wangu alishindwa kulipa, amekufa. Mimi nimebaki, nimeshindwa. Wamekuja kuchukua watoto, na hao watoto ndio niliobaki nao. Akasema, nifanyeje? Elisha akamwambia, sikiliza mwanamke, jambo ni rahisi sana. Una nini mkononi? Saa hii uendi kufanya kawaida. Kile ulichoona akiwezi kulipa deni, kitakuwa na uwezo wa kulipa deni. Kile ulichoona akiwezi kurejesha marejesho, kitakuwa na uwezo wa kurejesha marejesho. Sio kwa sababu ya nguvu zako, sio kwa sababu ya akili yako, lakini kwa sababu ya nguvu inayotoka kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Yule mwanamke aliposikia, vyombo vikao vinajaa mafuta. Akapata mafuta kutoka kwenye kulipa deni, akawa tajiri. Akauza mafuta yote yaliyotakiwa kulipa deni, akalipa deni. Akabaki na mengine ya matumizi. Husikii tena historia ya umaskini kwa huyu mjane. Akasahau kabisa kwamba mume wake aliacha na mzigo wa deni. Akaona maisha yameanza kunyoka. Kama ingekuwa ni leo, wale watoto anawaambia, nawapeleka shule yoyote mnayotaka, kwa sababu Bwana ametutembelea upya. Nawapeleka mkale chakula chochote mnachotaka, kwa sababu Bwana ametutembelea upya. Ndio maana nakwambia, sikia nawe utaishi. Sikia nawe utaishi. Kwa sababu kuna mambo umeona hayawezekani mwaka huu, lakini kwenye madhabahu hii katika Roho Mtakatifu ninamuomba kwamba kila aliyesikia apate kuishi yeye na familia yake. Hao watoto wanaotakiwa kuwa watumwa hawatakuwa watumwa tena katika jina la Yesu. Yale uliona hayawezekani kulipika yataenda kulipika kwa jina la Bwana wa majeshi. Kama unanielewa sema amen. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Wale watoto wasoge mbele haraka haraka. Wasoge mbele, watoto wote waliokuja, kimbia mbele, kimbia mbele, wawekeni hapa. Watoto wote waliokuja, sogea hapa mbele. Manda rabasha, sogea hapa mbele. Wahudumu nisaidieni watoto hao. Ni muhimu sana. Watoto waliokuja, simameni hapa, safi sana. Simameni hapa wote. Wote. Sogea mbele. Watoto waliokuja, kesho pia tutakuwa na maombi mpaka ya vijana. Watoto waliokuja sogeni hapo. Wakae upande huu. Wakae upande huu. Wakae upande huu. Nitakuwa naongoza haya maombi. Katibu wangu wa timu, katibu wa kanisa pamoja na mchungaji, mnaweza mkasogea hapa mbele kuwaombea watoto hao. Niwasumbue. Sogea mbele. Sogea mbele. Wazazi wenye watoto mgongoni pia sogeeni. Sogeni upande huu, sogeni upande huu. Jana nilikuwa nakutafuta wewe, sijakuona. Ulikuwepo? Jana? Wewe? Mtoto wako yuko wapi? Kwa sababu ni mdogo. Ulikuwepo jana? Uliniambia jina lako nani? Nilitembea nikaenda mpaka kule. Kitendo cha mimi kutoka hapa kutembea kule, unajua nilikuwa natafuta nani? Wewe. Jina lako nani? Rose. Haya. Sogeni hapa, sogeni. Pande baba nikusumbue.
Naomba simama mahali ulipo, usikimbie kuondoka na kuongoza haya maombi. Sikia, upate kuishi. Upate kuishi. Hata kama mtoto wako yuko mbali, utasema jina lake. Naomba wahudumu msaidie, mwapange mstari hapa. Baba, nitakusumbua pia kuwawekea mikono hawa watoto. Katibu na katibu pia mtanani. Sogeni huko mbele. Naomba simama mahali ulipo. Naomba ongeza kinanda juu. Yes, Lord. Funika macho yako. Simama kule nyuma. Nataka nikuongoze ya maombi kwa imani. Najua ni dakika chache uwe unaondoka, lakini funika macho yako. Funika macho yako. Mandarabasha. Unajua wakati ninaongea, Roho Mtakatifu kuna watu wanawahudumia. Anakusaidia. Nataka nikuongoze ya maombi. Funika macho yako kule nyuma. Nyanyua mikono yako juu. Kule nyuma kila mtu funika macho yako. Usione kama uko na mtu mwingine. Na hata kama watoto wako hawako hapa, usijisikie vibaya. Ninapokuongoza haya maombi, utakuwa pia na muda wa kutoa sadaka, lakini pia utakuwa na muda wa kuomba. Na nimekuambia ujiandae kesho kwa ajili ya wagonjwa na wenye shida, lakini na kwa ajili ya watu wote. Madhabahu ya Mungu haijawahi kushindwa kumsaidia mtu aliye na kiu. Aliye na kiu. Inua mikono yako juu. Funika macho yako. Sema, e Mungu uliye hai. Paza sauti yako. Sema, e Mungu uliye hai. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nimesikia neno lako. Na umesema wazi kabisa kwamba nipate kusikia ili niwe hai, ili nafsi yangu iishi, katika jina la Yesu. Lakini nimejifunza juu ya kizuizi kimojawapo jioni ya leo, kinachozuia nisiwe na uwezo, nisipokee uwezo unaotoka kwa Roho Mtakatifu. Ni tabia ya asili. E Mungu ria hai. E Mungu ria hai. Nimeinua mikono yangu. Siwezi jambo lolote pasipo msaada wako, pasipo neema yako, pasipo nguvu zako. Katika jina la Yesu, jioni ya leo ninaomba toba juu ya uovu wa asili. Ninaomba rehema ziwe juu yangu katika jina la Yesu. E Roho Mtakatifu, e Roho Mtakatifu, niumbie ndani yangu kiu, shauku, njaa ya kukutaka wewe na nguvu zako, ya kukuhitaji wewe. Univushe mimi na familia yangu kwenye kila eneo ambalo tumekwama, ambalo tumezuiliwa, kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Chochote ambacho kimetumiwa kama silaha ya giza, kama mtandao wa shetani ili kunizofisha maisha yangu, ugonjwa wote uliotumika kwenye familia kama silaha ya kunizofisha maisha yangu, kunizofisha uwezo wangu, huo ugonjwa uliotumika kama silaha ya kunizofisha, jioni ya leo kwa damu ya Yesu, kwa uweza wa Roho Mtakatifu, jioni ya leo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, hiyo silaha ipate kuharibika, ipate kuondolewa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Deni lolote, mkopo wowote uliotumika kama silaha ya kunizofisha uwezo wangu wa kiuchumi, uwezo wangu wa kihekima, uwezo wangu wa kiakili, uwezo wangu wa kifamilia, jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, e Bwana, kila deni lililotengenezwa kwenye madhabahu ya giza ili kunikwamisha, deni hilo lisilolipika ambalo nyuma yake limebebwa na nguvu za giza, jioni ya leo
jioni ya leo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, hiyo nguvu, hiyo roho iliyobebwa na hilo deni, roho ya umaskini, roho ya laana, roho ya giza, toka, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, na juu ya uzao wangu, na juu ya watoto wangu, na juu ya watoto wangu wadogo na wakubwa waliozaliwa kwenye familia yangu, popote walipo, ninawaleta kwenye madhabahu yako kwa jina la Yesu. Ninawaleta mimi na watoto wangu, tunajileta kwenye madhabahu yako kwa damu ya Yesu. Hiyo misingi ya giza, hiyo misingi ya mateso, hiyo misingi ya uharibifu kwenye maisha yetu, kwenye maisha ya familia, kwenye maisha ya ndoa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hilo wingu la giza lililofunika familia, linaloshambulia vipawa na kalama zilizoko ndani ya familia, Bwana, jioni ya leo ninaiachilia damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Iondoe, 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 iondoe ilo giza, iondoe hiyo misingi kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Ninaondoa kila wingu, kila giza linaloshambulia familia yangu, maisha yangu, jioni ya leo. Achia, 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 achia kwa damu ya Yesu. Menda mbele za Bwana sasa. Endelea kuomba kule nyuma. Fungua kinywa chako, usiogope. Nimekwambia usiombe kawaida, omba kama Elia. Aliomba zaidi ya mara 6, akamtaka Bwana na mbingu zikafunguka tena. Sasa mlioko mbele, watoto, funika macho, funika macho. Nguvu za Bwana ziko juu yenu. Na wale mnaoomba kule nyuma, endelea sasa. Paza sauti yako, paza sauti yako, paza sauti yako. Manda rabasana. Karibu, karibu baba, karibu, karibu watumishi. Manda rabasa. Hakikisha wanaguswa. Mkono wa watumishi unapokaa juu ya watoto namna hiyo, nguvu za Mungu zinapita ndani yao na kuwatenganisha na hiyo misingi, na kuwatenganisha na uharibifu. Na hata watoto walioko mbali ambao majina yao yanatajwa na wazazi wao, jioni ya leo ninaachilia damu ya Yesu kwenye hayo majina ya watoto. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye hizo nafsi za watoto katika jina la Yesu aliye hai. Huo muunganiko wa nguvu za giza, huo muunganiko wa laana, huo muunganiko wa misingi ya kipepo, tunaubomoa kwa damu ya Yesu aliye hai. Hao watoto wanaachiliwa. Tunaachilia nguvu za Bwana zipenye kwenye nafsi zao. Nuru ya Kristo imulike ndani yao. Hilo giza litawanyike, hilo giza liondoke kwa damu ya Yesu. Na nguvu ya baraka ipenye ndani yao kwa damu ya Yesu. Roho za uharibifu zilizoko duniani, mifumo ya tamaa, mifumo ya kichawi, mifumo ya giza, mifumo ya kipepo, mifumo ya kipepo, roho za misimu, roho za miungu, misingi ya giza inaharibiwa, 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 inaharibiwa kwa damu ya Yesu,
Kwa damu ya Yesu tunawatenga watoto, tunawatenga watoto na huo uharibifu, mapepo yanayotumwa juu ya watoto, uwezo unaoibiwa ndani ya watoto, tunarejesha ndani yao, tunarejesha ndani yao. Vipawa vya uongozi, vipawa vya utumishi, vipawa vya uongozi, vipawa vya biashara vinarudi ndani ya watoto. Hizo nyota zao hawatatolewa kafara, hawa hawataharibiwa, hawa wanalindwa kwa damu ya Yesu. Wanatengwa na mizimu, wanatengwa na madhabahu za giza kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho za ulevi juu ya hao watoto walioko mbali, roho za uzinzi, roho za ukahaba, roho za uzinzi zinaachia, zinaachia nafsi zao kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Endelea kidogo, usiache kuomba, endelea kidogo. Mwambie Mungu nataka kuishi, mwambie Mungu nataka kuishi, endelea kidogo. Mwambie Mungu nataka kuishi maisha yangu. Mwambie, 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 endelea, endelea mama, endelea mtu wa Mungu. Endelea mtu wa Mungu, endelea. Mwambie nataka kuishi, mwambie nataka kuishi. Endelea, 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 endelea. Endelea, endelea. Endelea, paza sauti yako. Nguvu za Bwana ziko juu yako. Nguvu za Bwana ziko juu yako. Naomba watumishi tufanye haraka haraka, tunaombea watoto. Nguvu za Bwana ziko juu yako. Kila mtoto awe ameguswa. Nguvu za Bwana ziko juu yako. Magonjwa yasiwe sehemu yako katika jina la Yesu. Silaha za magonjwa, silaha za uharibifu, tabia za asili, tunakung'oa, tunakung'oa mtoto na kukupanda kwenye madhabahu ya Bwana. Hautaonekana kwenye madhabahu za giza, tunakupanda kwenye madhabahu za Mungu aliye hai. Huyo mtoto aliyeko mbali, ambaye amefungwa na roho ya giza, amefungwa na roho ya ulevi, tunapeleka damu ya Yesu. Hiyo mizimu inaomfuatilia inapigwa kwa moto katika jina la Yesu. Haachiliwe huyo mtoto aliyeko chuo, aliyeko sekondari, aliyeko anafanya biashara, aliyeko kijijini analima, tunapeleka damu ya Yesu. Aliyeko mtaani, asiyerudi nyumbani, tunapeleka damu ya Yesu juu ya hao watoto katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Endelea, endelea. Watumishi harakisheni na wasubiri ninyi mnaoombea watoto. Endelea, endelea, endelea. In Jesus name. 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 Manda raba sanda raba kora basaya. Rindo robo sanda raba kora. Endelea, endelea. Kanda raba sanda. Rabo sanda raba korobosa. Endelea, endelea, ndio tunamaliza hii. Risanda raba kora. Rindo rianda rabasa. Oh, rabo sandaya. Rimandara bakora basa. Tunaandika kwenye nafsi zao watoto walioko kwenye hii madhabahu. Tunaandika kwenye nafsi zao kwa damu ya Yesu. Tunaandika agano la Kristo. Tunaandika ufalme wa Mungu. Tunaweka chapa za Roho Mtakatifu kwenye nafsi zao popote watakapokuwa, wawe shule, wawe mahali popote, katika damu ya Yesu. Uchawi hautawaharibu,
isiwaharibu kwa damu ya Yesu. Dunia isiwaharibu kwa damu ya Yesu. Tunaweka chapa, tunaweka alama za Roho, tunaweka alama za Kristo, tunaweka chapa za ufalme kwa jina la Yesu aliye hai. Mandarabash. Wameshaombewa wote. Wameshaombewa wote. Sasa rudini sasa, watoto wa Mungu pamoja na wazazi, rudini. Endelea kuomba ukimshukuru Mungu. Mandarabasha. Mandorobosh. Mandarabasha. Endelea kuomba ukimshukuru Mungu.